Uchunguzi wa haraka haraka umebaini kwamba chanzo cha tukio hili la moto ni uhifadhi holela wa mafuta ya petroli ambayo yalikuwa yamehifadhiwa ndani, na bahati mbaya ndani palikuwa na jiko la kuni ambalo liko lina moto. Kwa kama unavyojua sasa, ile reaction kati ya moto na petroli kidogo ikaja ikasababisha moto. Baada ya kuja hapa, tukio ni kweli niliona, na taarifa ni kwamba miili mitatu tayari ishachukuliwa hapa, tumeikuta kwenye nyumba pale, na majeruhi walikuwa wamepakiwa kwenye pikipiki kupelekwa hospitalini. Tukasikia makelele mara hizi tatu, tukatoka kule tukakimbia kwa nguvu. Kufika hapa tukakuta mlango ule pale, watu wa nyumba hii wameanguka pale, mke na mume ambaye ni shemeji zangu mimi. Tukavuta pale tukapeleka pale. Tumepokea maiti za watoto watatu ambao wanaokadiriwa kuwa miaka 6 wa kiume, lakini pia mwingine miaka 4 wa kike na mwingine mwaka mmoja pia ni wa kike. Majeruhi hawa wamepatiwa huduma ya kwanza, lakini pia tumewapa rufaa kwenda katika hospitali ya mkoa wa Bombo kwa ajili ya matibabu zaidi. Tukio hili tulilipata mwaka juzi, tukapoteza tena vijana watatu katika kijiji cha Kitumbi, kitongoji cha Tewe. Hivyo tunaendelea kutoa elimu na kuwaelimisha wanajamii wetu kuchukua tahadhari, kutenganisha kati ya mafuta, nyumba ya mafuta, kama mtu anafanya biashara ya mafuta ndogo ndogo au mtu anafanya biashara hii ya mashine ya kusagisha kwa kutumia mafuta, wachukue tahadhari ili kuweza kuepukana na matatizo haya.